Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Afrika imezidi kuwa kivutio kikubwa cha kambi za majeshi kutoka mataifa yenye uchumi mkubwa duniani. Uchina, Marekani, Ufaransa, Japan, Italia, Israel, Urusi wanavutiwa kuwekwa majeshi yao barani Afrika kwa makusudi ya ujasusi, mafunzo ya kupambana na makundi ya magaidi, kulinda njia za baharini, kutoa usalama kwa serikali za Afrika, ulinzi wa madini, mafunzo ya teknolojia za kijeshi na mauzo ya silaha. Taifa la Djibouti ndilo lililo na kambi nyingi zaidi kwa kuwa ni sehemu ya jangwa, na hivyo hakuna wa kupinga wakati pendekezo hilo linapokuja mlangoni kwao. Vile ni sehemu salama ukizingatia kwamba mataifa karibu nayo yana migogoro kama Ethiopia, Yemen na Somalia. Isitoshe, kijiografia iko kwenye mlango wa bahari ya Shamu ambapo 12% ya biashara zote za dunia hupita kuelekea mfereji wa Suez. Nchini humo, kambi ya Camp Lemonia ndiyo kubwa zaidi barani Afrika yenye wanajeshi 4,000 wa Marekani walio na jukumu la kupambana na wanamgambo wa Al-Shabaab na mafunzo ya droni. Ufaransa ina kambi ya zamani nchini Djibouti ya mafunzo ya kulinda maslahi yake yenye idadi ya wanajeshi 1,500, nayo Uchina ikipata nafasi ya kuweka kambi yake yenye wanajeshi 2,000 kwa maksudi ya kulinda biashara ya Belt and Road, makampuni ya Kichina yaliyoko Afrika, mazoezi ya pamoja na kupambana na uharamia. Mataifa ya Japan na Italia pia yana kambi zake nchini humo kwa ajili ya kupambana na uharamia baharini na mafunzo ya kulinda meli mtawalia, huku Japan ikiwa na idadi ya wanajeshi 600 nayo Italia ikiwa na wanajeshi 300. Marekani ina vituo vingine vya kijeshi katika mataifa ya Niger, Somalia, Kenya, Tunisia na Cameroon ambayo hutumika zaidi kwa mafunzo ya droni ili kupambana na ugaidi wa Al-Shabaab, ISIS, Boko Haram na kulinda njia za bahari Hindi na Shamu. Taifa la Ufaransa, licha ya kupoteza kambi zake nchini Mali, Burkina Faso na Niger kwa sababu ya mapinduzi ya kijeshi, bado ina kambi zake Gabon, Senegal na Ivory Coast kwa ajili ya kulinda nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa, kupambana na ugaidi wa Sahel, kulinda maslahi ya Ufaransa na mafunzo kwa majeshi ya Afrika. Hata ingawa Urusi na Israeli hawana kambi rasmi Afrika kwa sasa, Urusi inashirikiana na mataifa ya Mali, Burkina Faso, Niger, Afrika ya Kati na Libya ili kutoa usalama kwa serikali za kijeshi, ulinzi wa madini na kupunguza ushawishi wa Marekani na Ufaransa kupitia kundi lake linalojulikana kama African Corps. Israel kwa upande wake ina ushirikiano mwema na Morocco, Ethiopia, Kenya, Uganda na Rwanda kwa kukabili ugaidi, kufanya mafunzo ya silaha na teknolojia za kijeshi, ujasusi na kulinda maslahi yake dhidi ya mataifa pinzani kama Iran. Kati ya mataifa yote barani Afrika, Djibouti ndiyo inanufaika zaidi na kambi hizi. Kwa mwaka hupokea dola za Kimarekani milioni 300 ambayo ni robo ya bajeti yake ya kitaifa. Fauka na hayo, ajira ya moja kwa moja kwa raia wake inakadiriwa kwamba watu zaidi 5,000 wana ajira. Uchina na Marekani wamejenga bandari, reli, barabara na maji, na vivyo hivyo, ingawa hili ni taifa ndogo duniani, limepata heshima ya kutembelewa na marais wa nchi kubwa kote duniani. Hata ingawa kuna manufaa makubwa ya kushirikiana na mataifa ya nje kuweka kambi zao katika bara la Afrika, bado inaonekana kwamba utegemezi wa bara ya Afrika kwa ulinzi kutoka mataifa haya huwa inawachwa njia panda wakati wa kujiondoa kwa mataifa haya ama upinzani wa moja kwa moja kutoka kwa mataifa pinzani. Vile kambi hizi hupandisha gharama za maisha katika maeneo yaliyopo. Gabriel Ingobo, Idhaa ya Kiswahili, Sauti Afrika, Nairobi.